Kwa nini tunataka kuwaeleza masuala ya afya katika hija? Kama Sheikh alivyosema, ibada ya hija kama wakati wa tawaf, wakati wa sa'i na jamarat ni ibada ambayo inakufanya utumie nguvu, uchoke. Wengine afya zetu tunazijua wenyewe. Kwa hiyo ni kwamba tunaenda kwenye kitendo ambacho inabidi utumie nguvu nyingi. Vile vile pia inafanya kutembea kwa muda mrefu. Tunajua wengine masuala ya kutembea hatutembei sana. Kwa hiyo tunapopeana hizi dondoo, uelewe kabisa kwamba huko unakoenda sio sehemu ambayo itakuwa ni rahisi. Lakini kingine kikubwa, majira ya sasa hivi kule ni joto, na joto ambalo linafika mpaka nyuzi 40-45, lakini kiuhalisia linaweza ukasikia kama ni la nyuzi 50. Kwa hiyo joto ni kali na wengi wetu hatujazoea hizo hali za joto. Kwa hiyo utaona kwamba tunavyochanganya kwamba kwanza unaenda kwenye ibada ambayo inatumia nguvu nyingi, pili unaenda kwenye mazingira ya hali ya hewa ambayo ni ya joto, lakini kingine kikubwa, hija ni mkusanyiko wa watu wengi sana. Kwa ina maana kutakuwa kuna misongamano ya watu, na mnaelewa kwenye misongamano ya watu kuna mambo mengi. Naweza wakati mnasongamana katokea mtu akaanguka, akaumia, kakanyagwa. Vile vile kwa sababu watu wengi wamekaa sehemu moja, kuna magonjwa ya kuambukiza kwa njia ya hewa ambayo yanaweza yakapatikana na vitu vingi. Kwa hiyo hizi ni tahadhari ambazo tunapeana ili uweze kuelewa. Na unapochukua hizi tahadhari ujue kwamba, nitatolea mfano kwanza kwa ajili ya magonjwa ambayo ya kuambukiza. Magonjwa kuambukiza yanaweza kuambukizwa kwa njia 3 kwa sasa hivi, lakini kuna zaidi ya njia nyingi. Kwa njia ya hewa. Kwa njia ya hewa ni mojawapo ambayo mara nyingi sana utakuta kwamba kuna maambukizi yanatokea, ndio maana watu wanapata mafua, kikohozi. Lakini sasa hivi kuna magonjwa kama COVID sio kwamba imeisha, bado ipo. Najua karibu wote tumepata chanjo, lakini tunachukua tahadhari na magonjwa mengine ambayo ya kwa njia ya mfumo wa hewa. Lakini kingine, magonjwa yanaambukizwa kutokana na chakula au maji, kwamba tuchukue tahadhari ya jinsi ya vyakula tunavyokula, tutaeleza kidogo. Na mwisho kabisa, pia wakati tunaposongamana tunaweza pia tukaambukizana magonjwa. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo tunatakiwa tuvijue na tuchukue tahadhari. Sasa nini cha kufanya? Tumeambiwa kwamba muhimu zaidi ni kupata chanjo kwanza. Chanjo maana yake ni nini? Unapopewa chanjo unapewa virutubisho ambavyo vitakufanya wewe ujikinge na hayo magonjwa. Na chanjo ya muhimu ya kwanza ni chanjo ya homa ya uti wa mgongo. Hii ni muhimu sana. Ukiangalia katika zile wenyewe wanaita kategori za chanjo ambao lazima kila mtu achanje, hujaji yoyote lazima achanje, ni ya homa ya uti wa mgongo. Mara nyingi sana hii milipuko ya homa ya uti wa mgongo hutokea baada unaporudi nyumbani. Watu wengi utasikia ameenda haji, amefika kule, amemaliza, amerudi, kufika tu ameanza kupata kuumwa. Na homa ya uti wa mgongo ni homa kali na ni homa ambayo wakati mwingine inaweza kusababisha kifo.
Chanjo nyingine ni hizi ambazo za kawaida sisi kwetu huku tunatakiwa tuwe tumechanja: yellow fever, zile hepatitis na nyinginezo. Lakini ni muhimu sana, najua kuna njia watu wengine wanaweza kaenda akasema bana, mimi nitapata cheti tu, lakini ni muhimu kuchanja. Tusifanye mchezo kuhusu chanjo, na kama nilivyosema, chanjo kazi yake kubwa ni kukinga wewe kutokana na maradhi haya. Vile vile kitu kingine muhimu zaidi ni kwa wale wagonjwa ambaye anajua ana ugonjwa wa muda mrefu, tunaita chronic illness. Mtu mwenye gonjwa kama pumu, mtu mwenye ugonjwa wa kisukari, mtu ana ugonjwa wa pressure na magonjwa mengine ambayo unatumia dawa kwa muda mrefu. Cha muhimu, madaktari wako hapa, itabidi ueleze ugonjwa wako pamoja na dawa unavyotumia, ili watu waelewe kabla hata hujafika kwamba wewe una matatizo gani. Na mara nyingi tunapata hii tatizo kwamba mtu anaficha, anasema kwamba mimi si najua ugonjwa wangu na dawa zangu na kila kitu. Unafika kule kutokana na hali yenyewe ya ibada pale ambayo inatumia nguvu, watu wamesongamana, joto, mazingira kwako ndo mara ya kwanza kuwa katika hali kama ile. Ule ugonjwa ambao unasema wewe unaumudu, sasa unakumudu wewe. Na kwa kuwa sasa tulikuwa hatujaelewa, ingawa kule huduma zipo, lakini pale kwenye kikundi hatujaelewa kwamba mwenzetu una matatizo gani. Matokeo yake sasa tunafika tunakuta kwamba wewe unashindwa kufanya ibada yako kwa usahihi. Kwa sababu gani? Tulikuwa hatujajiandaa. Kwa hiyo kama tunajua kwamba wewe una matatizo kadhaa, unatumia dawa hii na dawa zako unazo, kwa sababu dawa zako zile ambazo unazitumia utakwenda nazo. Sana sana madaktari watakusaidia tu wakati pale kama kuna kitu cha ziada na nini, lakini zile dawa zako na unapokunywa na utaendelea nazo. Ikitokea kuna dharura, madaktari watakusaidia. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa wale ambao wana magonjwa chronic waeleze, ili tuweze kuona tunafanyaje. Lakini kitu kingine cha kuangalia kwenye kubeba dawa, usibebe dawa ambazo kule zimekatazwa. Kuna dawa ambazo ukifika kule na sheria yao ni kali sana. Kwa hiyo ni vizuri kama unachukua dawa pia uzionyeshe ijulikane. Najua pia tuna dawa zetu sisi za kienyeji na dawa nyingine, hizo zote kule kidogo ni mtihani. Kwa hiyo tuwe makini sana tunapofanya hivyo. Kuna kujikinga, lakini vitu ambavyo tunahitaji zaidi ni kuhakikisha kwamba unaelewa unaenda kwenye hali gani. Kwenye hali ya joto, kitu muhimu lazima maji, uwe unajitahidi kunywa maji mara kwa mara. Joto hili mara nyingi linakuwa kali zaidi kuanzia saa 6 mpaka saa 10. Kwa hiyo kama huna shughuli za ziada za kutembea kwenye joto muda huo, zaidi ya kwenda kupata ibada na kupumzika, hakikisha kwamba katika muda huo ambao joto ni kali sana usidharau, kwa sababu sisi kwetu huko aghlabu kuona watu wanapata tunaita heat stroke, lakini watu wanapata kiharusi kwa ajili ya joto, kwa sababu joto likishafika nyuzi joto kuanzia 45 mpaka 50 linaweza likasababisha matatizo. Kwa hiyo tuchukulie tahadhari. Najua wengi wanasema sisi wa Afrika ni wagumu, hatuwezi kupata hiyo, lakini
inaonyesha kabisa kwamba watu wanapata na kuchukua tahadhari. Vyakula ambavyo mnatakiwa kula, hakikisha kwamba chakula kimepikwa katika sehemu ambayo imefuata masharti ya afya. Achana kabisa kula na vyakula ovyo ovyo, sababu magonjwa, kwanza kuna vitu viwili. Unapokwenda sehemu ambayo ni nje ya nchi yako, vyakula vinavyopikwa kule kidogo ni tofauti. Kwa hiyo mara nyingi hata kama chakula hujakizoea, unaweza kusikia kwamba unapata matatizo ya tumbo. Lakini sasa ukiongeza kwamba unakula chakula ambacho hakijapikwa vizuri au hakijahifadhiwa vizuri, au wewe mwenyewe umenunua chakula na umekiweka katika hali ambayo sio sahihi, inaweza kusababishia magonjwa. Vile vile maji. Lakini kikubwa kushinda chote, kwa kuwa huwa tunakaa kwenye vyumba kidogo, tuna share watu wengi, kinasisitizwa sana tuwe ile usafi binafsi uwe katika hali ya juu. Tusikubali katika mazingira ambayo tunaishi kukaa na uchafu. Nafikiri dini yetu inasisitiza sana kwamba sisi ni nadhifu, Uislamu ni nadhifu, na lazima tuchukulie hilo. Lakini hilo lina maana kubwa sana, kwa sababu kwamba magonjwa mengi ambayo ya kuambukiza yanaweza kusababishwa tu kwa kutofuata zile taratibu za afya za kibinafsi. Utaratibu uliopo, wakati mwingine inawezekana ukapata dharura ghafla, ni vizuri sana kuhakikisha kwamba taarifa inaenda kwenye viongozi wa kikundi. Kikundi kitasaidia, ingawa pia kuna kwa kule wakati wa hija huduma zote za afya ni bure na ziko kila mahali, lakini ni vizuri kuwa na tahadhari. Kwa hiyo kama una magonjwa ambayo unajua kwamba mimi ni mgonjwa wa magonjwa fulani, uwe na ile kadi yako, kwa sababu kitu cha kwanza ukifika pale ukionyesha ile kadi yako ambayo inaonyesha kwamba huyu ni mgonjwa, ana kisukari, ana pressure na nini, hata wale madaktari inakuwa rahisi kuanza kukuhudumia wewe. Lakini ukifika pale hauna kitambulisho chochote kinaonyesha, inabidi waanze sasa kwenda ile njia ndefu ya kutafuta huyu ana ugonjwa gani. Na kama mnavyojua kwamba wakati wa hija madaktari wanakuwa na wagonjwa wengi sana, kwa hiyo ule umakini wa kukaa na mgonjwa mmoja kwa muda mrefu wakati mwingine unakuwa haupo. Kwa hiyo jisaidie wewe mwenyewe kwanza. Ukifika pale kama una nani zako zote ukionyesha, akisoma pale asema najua huyu amekuja na matatizo haya, lakini anaweza akawa ana nani. Pia tuna matatizo ya lugha. Kwanza kujielezea, unaweza ukashindwa kujielezea wewe. Lakini kama tayari taarifa zako zipo zimeandikwa mahali, inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo mimi nilipenda kutoa hiyo kwa ujumla, lakini kama kutakuwa kuna maswali specific ambayo watu watahitaji kujua, tuko tayari kuwapa mwongozo ili kuondoa zile changamoto zozote ambazo zitatokana na huko. Kwa hiyo mimi narudisha hii mic ingawa umeme umekatika. Kama kutakuwa kuna maswali yoyote haraka haraka tunaweza tukayajibu.